Kwa hiyo wakasukumwa wale watu na lugha zikaja za kwamba wao wataka dola ya Kiislamu kwa sababu Gaddafi kafiri, kwa sababu kadha, kwa sababu hatoi uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kujielezea, watu wanakamatwa, watu wananyongwa. Kwa hiyo lazima aondoke Gaddafi. Walipoingia barabarani, nchi za Ulaya ziliwasapoti. Walipoingia barabarani, nchi za Ulaya ziliwasapoti. Na yana jeshi lenye nguvu. Wanalijua hilo. Nchi za Ulaya pia vile vile Umoja wa Ulaya wakatuma ndege zao za kivita kusaidia wapinzani. Nchi waliijenga kwa miaka mingi sana. Mabarabara, fakhari ya barabara. Huduma mbalimbali kama nilivyoeleza. Wakazivunja zote kwa mikono yao. Wakayachoma majengo yao kwa mikono yao. Watu walikuwa wamewekeza wenyewe, wafanya biashara wakubwa wamewekeza katika real estate. Wamejenga majengo, wamekodisha, kuna apartment, kuna kadha, watu wanaishi. Majumba yale yakachomwa moto. Visima vya mafuta vikalipuliwa. Nini? Gaddafi atoke. 2012 walimuua Gaddafi. Walimuua kumuua. Wakamuua mauaji ya kidhalili kabisa. Wakakaa naye barabarani, wakamburuta, wakamvua nguo, wakafanya hivi, wakafanya vile. Mpaka leo hii ni miaka 13. Libya iko sawa kweli? Libya iko sawa? Na mimi nina hakika raia wa Libya wanajuta. Na wataendelea kujuta. Kwa sababu walikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ili raha ya maisha na ile amani na tumaanina walioipata wao hakuona kuwa ni kitu. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هي سنة الله في الكون. Allah hapigi mifano hivi tu. Ndio maana kwenye baadhi aya kwenye Qur'ani husema watilkal amthalu nadhribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Watilkal amthalu nadhribuha linnas wama ya'qiluha illa alalimun. Mifano hiyo sisi tunawapigia watu, lakini huwa hawaifahamu mifano hii isipokuwa wale watambuzi. Wale ghaughaa'u nasi huwa hawafahamu mifano. Hata umwambie vipi, haelewi. Bwana vipi itakavyokuwa hiwe, lakini hapa pakieleweke. Haelewi kwa sababu hana anachokosa yeye. Hiyo mifano tunawapigia watu huenda wakatafakari. Allah anapigia mfano mji uliokuwa katika hali ya amani na utulivu. Wanawazuoni wa tafsiri wasema amina ni amni min al-kharij. Kwamba hata nje yao pia huko kuko shwari. Hakuna adui ambaye yatarakabuhum. Kwa hiyo kanat aminatan. Amin ay min al-kharij. Mutma'inna al-itminan min ad-dakhil. Watu wako ndani, nchi yao imetulizana, hakuna matukio yoyote uvunjifu wa amani, hakuna ujambazi, raha mustarehe, roho zimetua. Yalikuwa katika hali ya amani na utulivu. Riziki inakuja katika miji hiyo kwa wasaa kutoka kila upande. Meli zaingia kutoka Uchina, kutoka Japani, kutoka Ulaya, kutoka bara Arabu, kutoka India, na wao wakipeleka bidhaa zao huko mbalimbali, sehemu huku na kule. Ni kuli makan. Fakafarat bi an'amillah. Mji ule ukaikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona si kitu. Allah subhanahu wa ta'ala akaionjesha kwa kuivisha vazi la hofu na njaa. Ogopa vitu viwili hivyo. Hofu. Una majumba, una mabarabara, una kila kitu. Una hospitali, lakini hakuna amani, hakuko shwari. Una hofu. Wala juu namna hii wakati wote unaweza kusikia milio ya risasi na mabomu. Wakati wote za kuvamiwa nyumbani kwako na makundi ya watu. Wakakufanya mambo haya na yale, wale wanataka katika mambo mabaya, wewe na familia yako huna raha. Hata kama una mabilioni ya pesa, yana faida gani? Yana faida gani? Allah akawatia wale, akawavisha vazi la hofu na njaa.
Kwa sababu gani? Kwa sababu ya yale walioyatenda. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake makubwa kabisa anasema sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi muafa fi jasadihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha au fakaannama hizat lahu ad-dunya biasriha. Aliyepambaukiwa asubuhi hali ya kuwa ni mwenye amani katika mji wake, kwenye jamaa zake, fi jamaati, au mwenye amani katika familia yake, ni fi iyalihi. Wanaosoma tafsiri tofauti katika neno fi sirbihi. Nyumbani kwake ana amani, yeye na familia yake na jamaa zake na mtaa wake uko shwari, na mwenye afya katika kiwiliwili. Allah amempa afya, ana siha, na anacho chakula cha siku yake ile tu, kesho ajue atakula nini, lakini siku ile anacho. Lahu qutu yawmi, ana chakula cha siku yake, ajua kwamba leo nina chakula, nitakula na watoto wangu kitu kadha wa kadha. Huyu ni mfalme. Fakaannama hizat lahu dunya bihadhafiriha, ni sawa na mtu ambaye amekusanyiwa dunia yote. Wewe unaona kwamba si kitu. Bwana, sasa hata kama ndio hivyo, lakini hatuna hiki hatuna kile. Uislamu, sisi Waislamu, kama Ukristo au Uyahudi au upagani unawafunza hivyo wasiweze kusubiri kwenye hayo, sio sisi Waislamu. Sisi Waislamu tuna mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo hatutakiwi kuyakiuka, kwa sababu sisi Waislamu wote tuna kauli yetu ndani ya mioyo yetu na vinywa vyetu, tutasema radhitu billahi rabba wa bilislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sisi tusharidhika kwamba tumeridhia kuwa Allah ndiye Mola wetu sisi na Uislamu ndio dini yetu sisi, na tumeridhika kuwa mtume Muhammad ndiye mtume wetu. Hakuna jambo jingine. Kwa hiyo kama tunapata miongozo kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anatuelekeza namna ya kufanya, hatuhitaji mbadala wa mtu mwingine, hatuhitaji hilo. Kwa turudi katika muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na matukio ya wazi kabisa ni haya tunaishi nayo. Mtanijibu mimi, je, maandamano yaliyozaa vita katika nchi ya Libya na mpaka kumpindua mtawala na kuharibu miundombinu, je, ilileta faida kwa raia au hasara? Na siku zote wananchi wanapoamua jambo, wakiamua kikweli kweli, wanaweza kufanya mambo mabaya, hata kama serikali imejipanga, ina nguvu. Ndivyo inavyokuwa, na nchi nyingi zimekuwa hivyo. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuwe na akili, na ndio maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuamrisha taa ya watawala akaamrisha as-sam'u wa taa, usikivu na utulivu. Katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia fasma' wa ati' wa in duriba dhaharuka wa ukhidha maluka au wa in julida dhaharuka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Hudhaifa anakuambia mimi, ndio utakavyofanyiwa na huyo mtawala, hata kama utachapwa kwenye mgongo wako kwa dhulma, mali yako ikataifishwa ikachukuliwa na mtawala kwa dhulma, endelea kuwa msikivu na mtiifu. Haya ni mafunzo ya Uislamu. Atakayesema sio kweli, maneno hayo ni ya kutunga, aje. Ni maneno yametoka kwenye kinywa cha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa swala jingine, tukiacha hayo, leo watokea watu watusemea sisi, kwa sababu ukisema kwamba wazungumza na Watanzania, sisi Waislamu tumo, sisi dini iko mbele zaidi kuliko chama. Sijui kama maelewa hivyo. Dini yetu ndio ya kwanza, vingine vinafuata nyuma, na ndio maana tuko tayari kufa kwa ajili ya dini yetu. Sasa aje mtu atusemee sisi Waislamu eti sisi tupate haki, hakuna haki, kwa tusikubali. Tumtazama huyu kweli ataka haki? Waislamu sisi tunadai haki ngapi? Mbona hawa hawaitetei? Si Waislamu walishawahi kudai mahakama ya kadhi katika nchi hii? Waziri mwenye dhamana katika wizara yake enda bungeni athibitisha Waislamu walidai kujiunga na OIC,
waziri mwenye dhamana asema kujiunga na OIC hakuna madhara kwa taifa na ni jambo lina maslahi, kama walivyojiunga Uganda, walivyojiunga Komoro na nchi nyingine. Lakini jamaa wa upande wa pili wakasema no, hatutaki. Na Chama cha Mapinduzi katika moja ya ilani zake ilipotaka kuingia madarakani iliwatangazia Waislamu kwamba itawasaidia katika kufanikisha mahakama ya kadhi. Mswada umeletwa bungeni na waziri mwenye dhamana, jamaa wapinga, hawataki mahakama ya kadhi, itatumia pesa za serikali. Kwa hiyo kama Waislamu wataka watengeneze mahakama yao, hawa wako tayari kutetea haki yetu. Mahakama ya kadhi haiwahusu, sio kama wao watakwenda suluhishwa ndoa zao na migogoro yao wala mirathi yao, lakini hawaitaki kwa sababu wao ndio raia daraja la kwanza, sisi kajamba nani huko kwenye bewa la mwisho kabisa, huko ndio sisi. Kwa hiyo wakisema haiwezekani, wao kwao haiwezekani, nchi yao. Tukizungumza hivi si maana kwamba ni wanaharakati uchochezi, tunazungumza vitu tunavyoishi navyo kwenye nchi hii. Kama walikuwa wanataka kutetea haki za Waislamu wangeanza na hii. Waislamu walitaka mahakama ya kadhi, wapeni. Mbona Kenya kuna mahakama ya kadhi na wala haidhuru chochote katika mihimili ya nchi? Waislamu wenyewe wanahukumiana, sio hao wengine, hao na mambo yao wengine. Kwa Waislamu wenyewe wanakwenda kwa kadhi, kutakiwa talaka, kutakiwa khul'u, kutakiwa kadha, kutakiwa mirathi, kadhi yupo. Serikali isimamie hili. Kana kwamba wao hawagusi chochote katika mali za umma. Iliwahi kuja kusemwa hapa kwamba wakati wa miaka ya 90 mwanzoni pale serikali ilikaa na makanisa na wao hajapinga jambo hili hata siku moja. Wakaingia mkataba wa kupokea gawio la serikali kutoka kwa kodi, kwenye kodi za wananchi wanyonge wakiwemo Waislamu. Zikawa zinapelekwa katika mahospitali ya kanisa, mashule ya kanisa na vyuo vya kanisa. Mabilioni ya pesa tangu mwanzoni wa miaka 90, 92 ilikuwa ile. Waislamu wanalalamikia hili na wataka mgao. Nyinyi wanaharakati mnaotetea haki, haya hamjayaona? Haki ipi mnayotafuta nyinyi? Mbona haki za Waislamu hamzipigani? Eti leo unataka kuniambia kwamba haki, mimi nitakuamini wewe? Siwezi kukuamini. Tusidanganywe. Hapa ni kutaka kuipa nguvu msimamo wa dini fulani. Serikali iliingia juzi tu mkataba DP World wa mambo ya mabandari hapa, kwa sababu tu wale ni Waislamu. Nchi yauzwa, vurugu na matamko yakatoka huko. Jamani, sio kweli. Kuna hili, lakini kuna maslahi ya watu pale. Na pia wanahofu kwamba wakikaa Waislamu hawa, mbona kama wajenga misikiti hawa Waislamu kama watapata nguvu. Hata kama jambo lina maslahi na wananchi wote, lakini Waislamu no, wakapiga kelele kweli. Sasa hivi wametayari. Hawa ndio watakaotetea haki zetu sisi. Sisi haki zetu zitetewe madhabahuni bwana. Hazitetewi madhabahuni. Tutazitetea wenyewe sisi Waislamu. Na sisi ni wavumilivu kwa sababu tuna misingi ya dini inayotuongoza, inayotufundisha namna ya kudai haki zetu. Sisi si mashehe ubwabwa bwana. Kuna mashehe ubwabwa tu. Sisi tuna misingi madhubuti kuliko yao. Lakini tunathamini uwepo wa amani katika nchi na utulivu. Hizi demokrasia za uongo sisi hatuzitaki. Na kwa nini watawala, anapokuja mtawala Muislamu, ndiyo maneno yanakuwa mengi, na maneno kutoka madhabahuni huko yanakuwa ni mengi makali ya uchochezi? Haya mambo ya kutekwa yameanza jana. Mbona hatukusikia matamko? Mbona alikuwa mwasifia? Lakini fulani alizungumza. Tunataka makauli rasmi zinazoonyesha kwamba nyinyi mlikuwa mkitetea haki ya wanyonge. Mikutano ya siasa ya hadhara silipigwa marufuku. Mimi sizungumzi kwamba lazima nipewe data kutoka, mimi ni mtu mzima sasa. Haya mambo yatendeka nafahamu. Naona sasa utakoniambia kwamba eti hiyo mikutano ya hadhara mpaka nielezewe na mtu fulani, aje mtu fulani andike kimemo, basi walikataliwa mikutano ya hadhara. Kwani mimi nilikuwa wapi? Nilikuwa kaburini? Si nilikuwa hapa? Watu wakawa waogopa, wameufyata, waambiwa tokeni tuwaone. Mlitoka? Kwa nini sasa alipokuja Muislamu maneno yamekuwa mengi na kashfa nyingi?
sisi bwana hatuko katika uwanja huo wa siasa, lakini tunachokitaka hizi siasa zenu mnazozihubiri, fanyeni mtakavyofanya, tangazeni sera zenu na maneno yenu mpaka wananchi wawakubali muingie huko mnataka kuingia na mfike mnakotaka kufika, lakini mtubakishie amani yetu na utulivu, nchi iwe amani. Kwa sababu uvunjifu wa amani wowote utakaojitokeza gharama yake hakuna wa kuilipa katika kizazi hiki. Watu watafufua visasi vyao, wenye visasi watalipizana, hakuna amani tena na hakuna atakayelifidia hili mpaka watu warudi katika umoja wao wa kitaifa na kuangalia maslahi ya kitaifa. Kizazi kitaisha na kingine kitaisha. Sisi hatuwezi kukubaliana na jambo hili tukae kimya tu. Eti tu hatuwezi kusema mpaka tulipwe. Ulipwe na nani sasa? Wazungumzia jambo lenye mustakbali na maisha yako na dini yako. Kwenye dini hatutaki waislamu wadanganywe. Msidanganyike. Yoyote atakayehubiri lugha ya uvunjifu wa amani msikubali. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika haya. Sikwambii sasa wewe waingie kwenye mitandao huko wachangia matusi yanayotukanwa watu. Usije ukaona kwamba mambo haya yanapita bure bure. Kumtusi mtu ukamkashifu ni mmoja anakuona au hakuoni, akujua au hakujui. Kueneza mambo machafu ya watu na kashfa zao, haya yatakugharimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qala fi mu'minin ma laysa fihi, yeyote atakemzulia muumini kwa jambo asilokuwa nalo, hana jambo hilo, atafanyaje? Askanahu Allah fi radghat khabal, Allah atakwenda kumweka katika makazi yanaitwa radghatu khabal. Akaulizwa Mtume swalla sallam, hiyo radghatu khabal ni nini? Akasema ni usaratu ahli an-nar, ni mahali panapochirizika ule usaha na ule uchafu wa watu wa motoni. Atakwenda kufungiwa hapo, hatatoka hapo mpaka alete ushahidi wa aliyosema. Na katika misingi ya Uislamu ambayo ametamka Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Na kadhalika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam, man qala fiyya ma lam aqulhu fahuwa ahadul kadhibain. Pia imekuja ahadul kadhibin, kuzua uongo kumsemia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuzua uongo kumsemia mu'min na ukamsingizia lile ambalo hana. Anayefanya hivyo faqad ihtamala buhtana wa ithman mubina. Muislamu usikubali hilo. Sasa matusi kwenye mitandao ni mingi sana kwa viongozi, maneno ya kashfa. Usije ukaona kwamba kwa sababu huonekani basi uandike tu. La, usifanye hivyo. Kwa sababu ya ule ukereketwa wa chama fulani ikawa wewe watukana tu. Awe ni kiongozi wa serikali, kiongozi mkuu au wanaofuatia, au hata mtu mwingine yoyote, bali haifai kumzulia uongo hata kafir ambaye si Muislamu. Haya ndio maadili ya Uislamu. Sasa tungeishi kwenye maadili yetu, tungekuwa katika hali ya amani. Sikwambii hali ilivyofikia sasa hivi, matusi ni mengi sana. Kama wao watatukana, sisi tusitukane. Bali kama tuweza kutetea, tutetee, tusitukane. Watu wanawatukana viongozi hawa kwa sababu ya Uislamu wao. Msije kwambia nyinyi Waislamu waambiwa kwamba kwa sababu kwamba Muislamu sina hili, hapa hakuna Uislamu. Njaa ni ya watu wote, kutekwa na kwa watu wote. Sisi njaa zetu zina adabu. Hata kama una njaa basi usiwe na kichaa. Si Waswahili wasema hivyo? Kuwa na njaa usiwe na kichaa. Sisi tuna adabu na taratibu za kufanya. Kwa ukishakuwa na njaa watukana tu. Kule nyumbani kwani ilikuwa baba yenu ilikuwa asipoletea chakula wamtukana tu. Ona baba ana pesa lakini enda tumia matumizi yake mengine. Wewe baba una akili, baba wa mwehu, baba wewe kadha, ndio fanya hivyo. Una adabu. Sikuna wazee wako namna hiyo, akishapata mshahara arudi nyumbani wiki. Ukiisha utamwona baba kaja mnyonge, kashamaliza mshahara. Ana kimada huko Tengeru. Haya taratibu. Baba tukapi? Matatizo tu. Tuseme labda kaikuwa lock up. Utamtukana na mbaba wako.
lazima uwe na adabu. Kujipendelea kupo, dhulma ipo, inaweza kutokea kwa wanadamu. Vipi ndivyo ilivyo. Hata wale viongozi wenye dini hasa yaweza kutokea mambo ambayo si sawa kwao kuyafanya, wakateleleka katika uadilifu. Hilo lipo. Lakini je, sisi tunapotaka ile haki yetu kwao tutatumia njia ipi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza. Lakini namalizia na hili la kusema, namalizia na jambo moja la kusema, namalizia na aya ya 11 katika suratu Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Hakika mambo yalivyo, Allah subhanahu wa ta'ala hata yabadilisha mambo yaliyowasibu watu mpaka wao wabadilike wao wenyewe, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wayabadilishe yaliyomo ndani yao, ndani ya nafsi zao. Mkiwa mmekulia katika malezi mabaya, maadili mabovu, hamna uadilifu, wezi, hamna uaminifu, khiana imezidi, msije mkatarajia hata siku moja mtapata kiongozi mwadilifu, hata siku moja. Kwa sababu kiongozi sitokana na nyinyi, sio malaika. Huyo kiongozi atokana na nyinyi, sio malaika. Na maadamu atokana na nyinyi, na nyinyi mna khiana, nyinyi wezi, nyinyi majambazi, basi kiongozi wenu atakuwa mwizi, atakuwa jambazi. Usitarajie akiletwa muadilifu basi ni rahma ya Allah. Sawa? Ajipendelea basi kwa sababu nyinyi mna tabia hiyo. Hebu turudi katika uhalisia. Leo una ndugu yako mathalan kapewa chuo kikubwa katika serikali, yeye ndio pesa zote zapita kwake, lile fungu lapita kwake, mabilioni ya pesa pengine kila siku. Alafu yeye mwenyewe akaamua kuishi na mshahara wake tu wa milioni 2 au milioni 3, mshahara ambao utamfanya aishi maisha ya kawaida tu, na kama atajipapasa mpaka akifika miaka ya kustaafu pengine akajenga kijumba kimoja cha kawaida au apewe zawadi. Kikwenu mtamsemaje mtu huyu? Mjinga. Wallahi nyinyi ndio mtaanza kumla ule mjinga, kapata nafasi ya pesa hakuitumia, amekuwa maskini, lakini pesa zote zapita kwake pale, kuonyesha wewe mwizi. Wallahi wewe mwizi, wewe khain, wewe una khiana, wewe huna uaminifu, kiasi ambacho unamfanya mjinga muaminifu. Sisi tuishi kwenye jamii hiyo. Sisi tuwalaumu baba zetu, wajomba zetu waliosimama kwenye uadilifu. Tena wengine wanasema wajua yule kapata ule unyerere, hasa ule ujamaa umemuingia kabisa. Anasahau kwamba kuna Uislamu unatakiwa asimame kwenye uadilifu. Ni Uislamu kiongozi muadilifu, aliyena dhamana muadilifu. Sasa kumbe wewe ukipata nafasi na fungu ile wakwapua namna hiyo, wala tukipiga mahesabu una majumba ya mabilioni, lau kwamba utakuwa labda kama walipwa mshahara wa milioni 10, milioni 30 kila mwezi, huwezi kumiliki vitu hivyo. Tutakuuliza ulipata wapi? Hebu tuambie ulipataje? Ni kwamba wewe mwizi. Alafu leo kumbe kwa hicho cheo kidogo tu ulichopata, leo wataka ujifanye kwamba wewe ni muadilifu, utetee haki zetu. Kwanza tukae na wewe tupige mahesabu kwanza. Ulipata wapi mali hii? Tukupige mhesabu mshahara wako na vile vijizawadi vidogo ulivyopewa. Haya magari nani una Vogue, sio vitu gani, sio nini, maposhi yako hapo yamepaka. Sawa? Na V8 ya maana kabisa, magari ya mabilioni na magari ya mamilioni, mamia ya milioni, yote yarudishe haya. Na hizi nyumba, una nyumba huku 5 kule 10, kila mkoa una nyumba. Umezipata wapi? Na wewe ni mtumishi wa serikali. Kwani ile mtumishi mkubwa apata shilingi ngapi? Sasa haya mapesa yote kayapata wapi? Na wewe hujapata, ushahari ushakuwa hivyo. Utatudanganya nini bwana? Kwa hiyo ule uaminifu kwetu haupo. Narudi kwenye aya sasa. Hakika
Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, hakika Allah hata yabadili yale yaliyoko kwa watu, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wao wayabadilishe katika nafsi zao. Tubadilike kwanza sisi wenyewe, tuonyeshe ule ukweli, tuondoshe uongo, tuondoshe chuki binafsi na kujipendelea. Allah subhanahu wa ta'ala tutengezea haya mambo yetu. Kinyume cha hivyo tusije tukajidanganya kwamba eti ufumbuzi uko kwenye demokrasi, eti kuna kiongozi fulani wa kanisa atakuja kututetea sisi. Tusidanganyike kabisa. walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Qur'ani imetuambia sisi tuishi nao kwa uadilifu, kwa sababu mafundisho yetu ya Kiislamu haya tukataza sisi kuishi na wasiokuwa waislamu kwa uadilifu, na huku tukijua njama zao, khiana zao na mambo yao wanayotufanyia. Tunajua, sio kama hatujui, sisi si wajinga, lakini tunajua kwamba wanajipanga dhidi yetu. Si Allah anasema innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabith. Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika wale waliokufuru, innal ladhina kafaru, hakika wale waliokufuru ambao si waislamu wana nini? Yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, huwa wanazitoa mali zao ili waizuie dini ya Allah, Uislamu usienee. Allah anasema fasayunfiqunaha, watazitoa hizo mali, wataweka mipango, wataweka budget na mali watazitoa. Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra, kisha masikitiko yatarudi juu yao. Thumma yughlabun, kisha watashindwa, hawatatuweza. Walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, na waliokufuru watakusanywa kwenye jahannam. Hivyo ndivyo tunavyoamini. Kwa hiyo wao wana mipango ya kutuzuia sisi, hawana mipango ya kutunasua sisi katika kheri, kwamba sisi tu katika matatizo yetu tunasue. Mpango huo hawana. Tubakini katika kuilinda amani ya nchi yetu na ukanda wetu huu, tusidanganywe. Hakuna anaweza kutetea haki zetu sisi ila sisi wenyewe, na sisi tuna muongozo wetu. Lakini pia tuwaambia na wao, itunzeni amani, ni tunu tumepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapohubiri amani pia tunahubiri uadilifu kwa upande mwingine, na kama tuna haki yatakiwa tuidai, basi tujue misingi ya kuidai haki imekaaje. Tufuate utaratibu huu, tusilete vurugu katika nchi yetu. Nazungumza mimi kama mwananchi wa nchi hii, kwa mababu na jududi, kwa mababu na mababa na majududi. Si wahamiaji sisi, wakimbizi katika nchi hii. Umeelewa? Sisi si wakimbizi. Kwa tuna asili ndefu katika nchi hii. Niliwatajia siku moja, namalizia na hilo, wakati Mreno alipoingia katika ukanda wetu huu wa Afrika Mashariki, akautawala ukanda ule kwa miaka 200, ukiongozwa na Vasco da Gama na wengine katika Wakristo wa Kikatoliki waliokuja kutoka huko Ureno, wakaivunja miji ya Waislamu iliyojengwa na Waislamu. Aliwadhalilisha sana mababu zetu. Mzungu huyu kafiri kawadhalilisha sana. Nchi za Ghuba kule ikiwemo Omani pia waliitawala kwa miaka mingi, isiyopungua miaka 150 mpaka 190. Mfalme Al-Yarubi alipigana nao wale, akawatoa katika baadhi ya miji. Waswahili wa pwani wakaunda kundi, wafdu maalum wa wazee. Nikawatajia siku moja katika wazee waliotumwa kwenda Omani, Muscat, kwenda kuomba msaada, alikuwepo mzee mmoja kiitwa Kubwa wa Mwamzungu. Kabila gani mzee? Mdigo. Na mzee kajibu haraka, Mdigo, Kubwa wa Mwamzungu. Historia imeandika ni katika watu waliotumwa kwenda Omani, Muscat, ili kuja kupambana na Mreno. Mfalme aliwaahidi na akawaambia, wakaingia mikataba, tukimuondoa sisi tutachukua hii miji itakuwa chini yetu. Wazee wakasema sawa, maadamu nyinyi Waislamu. Nchi zao, Mreno ndio Mkristo wa kwanza kuja, Mkristo wa kwanza kuja.
Waislamu walikuwepo tangu huko. Alipokuja mwanachuoni mmoja akiitwa Al-Mas'udi alifariki mwaka 445 Hijiria, miaka 1000 iliyopita. Alikuja akafika kwenye kisiwa chaitwa Qambal, akasema nimewakuta watu wake wengi ni Waislamu, watakallamuna bizinjia, watu wake wengi ni Waislamu na wanazungumza Kibantu. Akataja majina ya Kibantu pale, viazi vikusu, kilari, ishu na vitu gani, maneno ya Kiswahili. Tayari Uislamu uko zaidi ya miaka 1000. Qambal linasadikiwa kuwa ni Pemba. Alikuja Ibn Battuta 1300 miladia, akaikuta Kilwa, akaikuta Mombasa, akaielezea. Mreno hajaja. Pamoja na kuja kwake na mizinga alikaa miaka 200, hakumrikadisha hata mtu mmoja. Wazee walikataa na wakaomba msaada, na Mreno alishindwa. Pamoja na waliomba msaada Omani, waliomba msaada pia Uturuki. Kina Amir al-Bey walikuja huko na manuari zao, wakawapiga wale, wakakimbia, wakarudi tena. Ndipo walipokuja sasa, walipokuja Waarabu kutoka Omani. Sasa wale Waarabu hawakuja kuvamia, wazee waliwaita. As-Sayyid Said bin Sultan al-Busaid aliitwa na wazee. Naelewa ninachokizungumza? Wazee ndio waliomuita. 1804 Mreno alitolewa, utawala wa Kibusaidi ukasimama, na Sayyid Said bin Sultan akahamisha makazi yake rasmi pale Munguja mwaka 1832. Akatawala Zinjibari, ambayo Zinjibari si Unguja na Pemba bwana, ina mipaka yake mpaka Somalia, Banadhiri huko, mpaka chini Sofala, mpaka huko mashariki ya Kongo, yote ilikuwa ni Zinjibar, daula Zinjibar. Alitawala kwa miaka 54. Al-Busaidi wametawala miaka 160 katika mwambao huu, mpaka walipokuja Wajerumani, wakaja Waingereza, wakaja Wataliano, na walikuja wao kama watawala na wakoloni waizi, na wakaja na wamishionari. Na historia yaonyesha wazi tu, kwa sababu wamishionari wako huko chini ya wale wakoloni. Wazee wetu walipodai uhuru katika nchi hii, makanisa mengi yalimunga mkono mkoloni. Ni Uislamu ndio walipigania uhuru wa nchi hii. Au nasema uongo? Ni kweli. Lakini baada ya kupata uhuru wao wakapata nafasi. Dr. Sivalon katika kitabu chake kile Kanisa Katoliki na Siasa ya Tanzania Bara ameeleza, sisi tunayajua, kitabu mimi ninacho na nimekisoma sio mara 2 wala mara 3, tunakirudia. Naona tumeliwa namna hii. Sisi sio raia wa daraja la pili. Lakini nawaambia Waislamu wenzangu, tubadilikeni, tuipende dini yetu, tuishike dini yetu kweli kweli. Mtu asituchezee katika dini yetu, tuisome dini yetu, tuifuatilie, tujifunze, tusidanganyike na mtu yoyote. Hao wote wanazungumza, hao ambao hawazungumzi kwa lugha ya Kiislamu, hawana maslahi na Uislamu, wana maslahi na matumbo yao. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Mimi naishia hapa. Kwa hiyo kama kuna lolote la kuzungumza na kukosoa, basi mtanikosoa, pamoja na kwamba nina mengi nimegusia kidogo, sio ya mambo ya mikataba nimegusia tu kwa sababu wakati hautuwezi kuruhusu haya.